sababu kuna wale ambao wamekuwa kwenye huduma lakini hawawezi kupata nafasi kusimama mbele za uso wa Mungu hapa kwa madhabahu zaidi. Haleluya. Amen. Ninataka kushukuru tena kwa ajili ya Friday night kwa wale ambao walifika kwa makesha. Tulikuwa na mkesha mzuri sana. Tulienjoy, tulibarikiwa, tulitamba katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Ya ni tabia yetu. Pia mwisho wa mwezi tuko na nyingine. Sijali kiwa ulimisi ile, lakini mwisho wa mwezi tuko na nyingine. Basi tutakwenda kusimama sisi wote. Mimi huwa sipendi watu wenye wanakaa kwa viti vya nyuma. Sijui, siwapendani kabisa. Watu wenye wanakaa kwa viti vya nyuma hawakuangi kabisa watu wangu. Na ikiwa baraka zinaweza kwenda kwa watu wenye wako kiti cha kwanza na cha pili peke yake. Ukiwa kwa kiti cha tatu utakuwa hauko pamoja na sisi. Sitaki kukutaja jina, lakini mahali ukijisikia uko kwa mstari wa tatu, tafadhali jaribu kusonga mbele ili tukue pamoja sisi wote. Amen. Haleluya. Amen. Kikuwa mnaniona tu na mtu anasonga tu bila kitu. Haleluya. Sasa simile mpaka move na kiti tena huko. Ama hiyo kiti iko tofauti mwanzo. Haleluya. Amen. Angalia jirani yako kisha utabasamu tu. Unajua kutabasamu? Yaani kusimai, kucheka kidogo. Muangalie tu kisha usimai. Angalie kama umebrose ama hukubrose. Hapana kufunika mdomo wala hapana kufunga meno mdomo. Fungua mdomo, cheka ili kila mtu aone kama uko sawa ama aje. Haleluya. Haleluya. Asante sana kwa baraka za leo. Basi tuketi. Nilikuwa napenda tu uangalie mwenzako na usimai. Sababu watu usiku ulala wanangorota sana na vitu vingi vinapita usiku. Lakini kwa leo tunapaswa kusimai. Nimefurahi sana kwa sababu Mungu amefanya jambo. Friday tulikuwa na mambo mazuri sana, tulizungumza mambo mazuri sana. Tuliongea kuhusu nyoka wa shaba ambaye wale hawakuwa. Tulizungumzia kuhusu nyoka wa shaba na kusema kwamba ni Yesu peke yake. Ikiwa na matatizo, angalia Yesu. Haleluya. Leo ninakwenda kuzungumza jambo lingine tofauti kidogo. Halitakuwa tena la nyoka wa shaba, lakini put in your mind kama tunakwenda kuzungumzia mambo mengine tofauti. Kwa wale hawanijui jina, naitwa Baleke. Kwa majina zaidi ananijua Solomon Baleke na Mtibuka, so ndio majina yangu ninatumia zaidi. Na maarufu zaidi Baba Rozi, Baba Dorcas, Baba Efraim, Baba Pauline. Hao wote ni watoto wangu ama bwana yake ya Katerine. Haleluya. Nimeneemika kupata mke, ni neema pia. Haleluya. Basi tukimbie haraka katika kitabu chetu cha Danieli. Kitabu cha Daniel Kamana. Kitabu cha Daniel. Tutafute kitabu cha Daniel, hapo ndio tutaishi leo. Katika kitabu cha Daniel. Tutasoma vitabu viwili ni kimoja. Kitabu cha Danieli 3. Kitabu cha Danieli 3 ndio tutaenda kudumu pale zaidi. 3 hapo ndio tutasoma. Sitataka tusome usomi mrefu zaidi, lakini nitakwenda kusama rais
ili kuleta picha ya vile ambavyo tunakwenda kuvizungumzia siku ya leo. Haleluya! Bila kuchelewa, nitakwenda kusoma katika kitabu cha Danieli 3 mstari wake wa kwanza. Biblia yangu inasema hivi katika Kiswahili bora: Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhira 60 na upana wake dhira 6. Akasimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na waziri na wakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mumeamuriwa hivi: wakati mtakapoisikia sauti panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na taifa la lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu Mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. 8. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaki juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia Mfalme Nebukadneza, mfalme, uishi milele. Wewe mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na sauti na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Wako Wayahudi wakadhaa ulioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadrake na Meshaki na Abednego. Watu wa hawa, mfalme, hawakukujali wewe, hawakuitumikia miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu waletwe hao Shadrake na Meshaki na Abednego. Basi wakaletwa watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadrake na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii miungu wangu
wala kusujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha. Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kuishuhudia sanamu iliyosimamishwa ni vema, bali msipoishuhudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru hiyo iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa nanyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, mfalme Nebukadneza, hamna haja kujibu katika neno hili. Kama hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile ya iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wake, mfalme. Acha kusimamia hapo 12. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninajua usomi umekuwa mrefu zaidi, na ikiwa usomi unakuwa mrefu ni kutaka tuelewe kwa nini historia hii ilienda. So mbele zaidi utakuta kwamba ni historia ya wana wa Israeli wakati walishikwa mateka kupelekwa Babiloni. Na hiyo wakati Biblia inasema mfalme Nebukadneza ndio alikuwa anadumu ama alikuwa anaongoza kwa hiyo kipindi. Inaonekana ulikuwa ni mwaka wake wa pili ambapo tayari alikuwa anaendelea. Kulikuwa mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Daniel, na huyo Daniel alikuwa mmoja wapo wa watu ambao Wayahudi ambao walifika Babiloni. Aseme ikafika wakati, nataka kuzungumzia jambo fulani ikiwa na kalamu. Nataka kuongelea jambo linaitwa, kwa Kiswahili tunaita loyalty. Loyalty, to be loyal. Loyalty, yani kuwa mkweli, like to be trust, to be like, yani like unajitoa kwa Mungu. Yani ule ukweli wako, to be loyal. Yani ni kama mtu una trust mtu mpaka kwa kiwango huwezi kumtry, huwezi kumbetray, right? Yani yes. Yani kuwa mwaminifu in terms like ninazungumzia loyalty and faith. Faith is uaminifu, right? Yeah. Lakini loyalty ni kuwa mkweli, something like that, eh? Ndio vitu ambavyo ndio kichwa ya neno yangu leo ninazungumzia, to be loyal, mwaminifu kwa kitu fulani. Really, that's good. To be faithful and loyal ndio vitu ninazungumzia leo. Kuwa mwaminifu na uaminifu wako kuwa mwaminifu. Haleluya. Amen. Sasa huyu mfalme ilibidi wakati alimove hawa watu kuwatoa Israeli kuwapeleka kwenye utumwa Babiloni, huyu mfalme Biblia inasema ya kwamba alikuwa amelala. Siku moja analala, aseme akaona ndoto. Wakati aliona hii ndoto, akasikia vitu tofauti vinamkujia. Zungumzi zaidi kule, lakini nataka kupatia picha fulani tu. Akapata ndoto. Wakati alipata ndoto, aseme ile ndoto akaona sanamu. Vile sanamu ilikuwa imegawanywa, kipande kilikuwa cha dhahabu, kingine cha silver, kingine cha bronze, sijui miguu ilikuwa ya shaba, all those stuff. Akaona sanamu kubwa, lakini hizo ndoto hakuweza kuzielewa. Ikabidi akimbilia kwa watu wenye wanajidai kuwa wanaelewa zaidi, kwa sababu wafalme wanakuwa na watu wao ambao wana trust. Akawaita, mkuje hapa mniambie nimepata ndoto na hiyo ndoto nimeisahau, lakini sijui nani anaweza kunikumbusha. Akawaita watu wake, mkuje mnikumbushe, kwa sababu nimeota ndoto lakini mnikumbushe inamaanisha nini.
Basi akawaita watu. Wakati aliwaita watu wakakuja, wale wa maazishe wake na wengine wakaja. Wakati ambapo walifika hawakuelewa nini ilikuwa inamaanisha ndoto hiyo. Basi ilibidi katikati ya wale watu wakajua, katika watu ambao walichukuliwa kutoka utumwani kulikuwa vijana wengine ambao walikuwa pale, na Danieli alikuwa mmoja wao. Akamwambia mfalme, kuna kijana mwingine anaweza kutusaidia, wacha twende tumtafute. Basi walienda kumtafuta Danieli. Danieli akaja. Wakati Danieli alifika, ikabidi amuexplainie mfalme explication yote ya ndoto. Sasa kuexplain nini alimuexplain, kusoma kwa Biblia utaelewa. Kuna historia kusema ufalme wako utaanguka, sijui story mingi siko pale, lakini niko nataka kuleta picha kusudi niende mahali ambapo ninataka. Haleluya. Aseme Danieli akamuexplique, mfalme akasema kweli, kumbe ni hivyo. Basi Biblia inatuambia kwamba mfalme aliwaambia watu, huyu jamaa mumpatie, wakampatia mazawadi, wakampatia vitu. Basi kwenye ninataka kuenda ni hapa sasa, how to be loyal. Na ninajua mimi napenda kuzungumza ili kuangalia maisha ambayo tunayaishi. Tunakuwa loyal vipi mbele za Mungu sisi kama binadamu? Daniel alionekana kuwa loyal mbele za Mungu. Mimi sijui vitu vingapi umeviface na ukagive in na ukagive up. Let me use the word kugive in. Yaani ukajipata umeanguka mbele ya kitu fulani kenye haukuwa ungeanguka. Haleluya. Kumbuka representation ya sanamu ni kuabudu. Kuna kitu fulani watu walikuwa wanaabudu. Aseme Danieli alikuwa na wengine marafiki zake watatu ambao walikuwa wanaitwa Meshaki, Shadraka na Abednego. Walikuwa na majina zao really, lakini ilibidi wawafundishe. Ni kama leo tunakuja Canada, ukifika Canada wanakuambia huwezi zungumza Kiswahili. Huwezi zungumza Kiswahili, pasho jifunze Kiingereza kusudi ucommunicate na watu wa Kiingereza. Na hawa vijana ilibidi waanze kuwatrain, waanze kuwafundisha lugha ya Kikaldayo ili waweze kuzoea na kujiingiza mu system. Haleluya. Amen. Walianza kutaka wawaingiza kwa system yao ili waingie kwa ile mambo yao ambao wanafanya. Leo tuko Canada. Ukifika Canada wanakuambia you have to go into our system. Yes. The system is to worship Halloween. That's the Canadian system. Whereas sisi hatujui Halloween. Lakini kwa sababu wanataka uingie kwa system, itabidi uabudu Halloween. Itabidi watoto wako wakuje wanaleta mifupa ya watu kama ni nini vimekufa kwa nyumba na uwakaribishe waingie navyo. System. Aseme mfalme akaambia hawa wakubwa, akaambia huyu Danieli na hawa vijana wengine watatu muwapatie chakula kizuri sana kwa sababu wana meditate. Angalia tofauti. Kwa sababu Danieli alijua Mungu yupi anayemwabudu, alijua Mungu gani anayemfanyia kazi, anajua kuaminika kwa ule Mungu aliye hai. Akamwambia mfalme, akaambia ule jamaa, usijisumbue. Don't worry. Sio lazima utupatie hizo chakula za mfalme. Lakini ukitupatia tu mtama, ukitupatia vitu tu kawaida, tutakuwa sawa. Haleluya. Tutakuwa sawa. Sasa sijui wewe mahali umefikia, ukifika mbele ya kitu
unasema this is the opportunity. Yaani ukisikia mtu anakupatia kazi, inabidi mpaka ushuke sasa chini, ikibidi ujipeane wewe wote kwa sababu ya kazi. Kumbuka hawa wadugu hawakwenda na system. System ya Wakaldayo ilikuwa waweze kujiunga ili nao wafanye nini? Waingie katika hali ya kuabudu tule miungu yao ya kigeni. Lakini walitambua, wakajua tukiingia tu kwa system tunaabudu tayari. Sijui na wewe umeshaingia kwa system. Wewe ambaye unanifuata, ninakuuliza swali, sijui umeingia kwa system. Utajuaje umeingia kwa system? Kumbuka, kwa kuingia kwa system ndio umeanguka tayari. Utajipata umeabudu bila kujua umeabudu namna gani. Daniel alielewa kwamba kwa kukula chakula cha mfalme atakuwa amecontribute kwa kuabudu miungu, kwa sababu chakula hicho ndio kilikuwa kinapelekwa kwa mizimu, kwa tule tumamungu tudogo. Ukichangia chakula na mizimu, tayari na wewe unakuwa mmoja wapo. Haleluya. Iko najaribu kukupeleka mahali. Ukiwa rafiki ya mtu mzinzi, utayari utachangia kufanya uzinzi na yule mtu, kwa sababu tayari umechangia chakula chake. Ukiwa mtu wa kutetana na ukawa na rafiki ambaye anatetana, utachangia kwa kuteta wengine. Haleluya. Heri mtu yule asiye kwenda katika shauri na wasio haki. Haleluya. Aseme ukitembea katika shauri la wasio haki, utapatikana kuwa mwenye asiyekuwa haki. Mfano, ukuwa tuko natembea, kisha wapolisi wakuje wazingire mahali fulani, waseme hii kartie ni ya wabandi na tuko tunatafuta wabandi, kisha upatikane pale. Nafikiri watakuja kujua kama uko wabandi ukiwa ndani, ndio watajua huyu na sio bandi, kwa sababu ulipatikana katika mazingira ambayo haikuwa inastahili. Haleluya. Sisi wa Kristo tunapatikana katika mazingira wapi? Mazingira gani? Na hayo mazingira tunayapatikana ndani yanatufanya tuweze kumwakilisha Mungu. Aseme huyu Daniel akasoma akajua mfalme anataka kuniweza. Nikikula tu hii chakula ambayo anaipatia mizimu, na mimi tayari nitakuwa nimeingia kwa system. Kumbe nikuwa very smart, nisikule, tuletee tu chakula tofauti. Swali ni kwamba umefika mahali ambapo wanakupatia kitu unaona hakikufai, unasema no, hiki sio changu, nastahili hiki. Hatuwezi kustahimili kwa sababu imani zetu ni ndogo zaidi. Hatuwezi kuweza kwa sababu faith yetu ni kidogo, inatingizika. Wakati mtu anakupresente kitu unatetemeka, kwa sababu mtu anakupatia line kila siku na hauna gari, una give in, unaanza kumpatia kila kitu anataka kwa sababu ya right. Kwa nini? You don't have faith that you can buy your own car one day. Why do you give in? Because of the car. Why do you give in? Because of $100. You give in your loyalty. Unatoa uaminifu wako kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kitu fulani, unakubali kugive in. Aseme ikafika wakati ambapo mfalme sasa akasema oyo ekoya eya. Mfalme akaamua akasema tunatengeneza sanamu, na hii sanamu
itasimamishwa, na ikisimamishwa, yeyote atakayesimama wakati ile sanamu inazinduliwa, filimbi ikipigwa, santuri zikipigwa, ngoma zikipigwa, vinanda vikipigwa, kila mtu anapaswa ashuke chini. Haleluya. Amen. Kila mtu anapaswa anyenyekee chini juu ya hii sanamu. Alama gani zinaonesha mtu kuabudu? Alama gani zinaonesha mtu kuabudu kitu? Wakristo wa siku za leo, alama gani zinaonesha mtu kuabudu? Kupiga magoti, kushuka na kunyenyekea chini ya uongozi wa mtu mwingine. Asante. Hizo ni alama mojawapo za kuonesha mtu kunyenyekea ama kuabudu. Na mfalme akasema yeyote yule hatakaye, yani wakipiga tu, kila mtu anapaswa ashuke. Biblia inatuambia walikuwa tuseme Wikipedia mzima watu weke sijui mahali fulani. Kisha huyu kiongozi Panista anasema anyone who is not going to bow down for my idol, you will be taken into jail. That's what was happening. Wanakuambia kwa watu wote, kukabaki watu wangapi ambao walibaki wanasimama? Watu wangapi ambao walibaki wanasimama? Watu wangapi wasoma Biblia? Biblia inatuambia kulibaki watu, vijana hawa 3. Danieli alikuwa anabaki nyumba yuko naomba sana. Furaha, Danieli alikuwa naomba sana, alikuwa nyumba anapiga liombi ya nguvu. Aseme wakati hawa watu walikataa kuabudu, wakati filimbi zilipigwa, vitu vilipigwa, aseme wao wakabakia wanasimama wanaangaliana, hatuwezi. Wakapiga watu wote, shimfalme hiyo sanamu ndio wanaiabudu, lakini wao wakabakia tu pale wakaangaliana. Sijui wewe umeabudu vitu vingapi, na sijui wewe umekataa kuabudu vitu vingapi. Ni wewe na Mungu ndio unajua. Lakini kumbuka, ukikubali kushuka chini ya sanamu, unakubali, yani unamubetray Mungu. Kwa sababu ile unamwamini Mungu, sasa inafika mahali ambapo unakubali kushuka chini ya Mungu kama Mungu kingine, that means unaacha mkono wa Mungu. Siwezi jua hiyo wakati ilikuwa ni sanamu. Mimi sijui sanamu yako ni gani. Mimi sijui sanamu yako katika maisha ni nini ambayo unaiweka. Mimi sijui kama ni kazi yako ndio sanamu. Sijui kama ni bibi yako ndio sanamu. Sijui kama ni mume wako ndio sanamu. Sijui kama somo kako ndio sanamu. Sijui kama kasura kako kikaangalia ukiona naona aka ndio kasura ninahitaji. Sijui kama kasanamu. Sijui wakati unavala unapiga suti kama mimi unajiangalia unasema ni mimi peke yake. Sijui kama ndio kasanamu. Nataka uendelee kujifikiria tunapoendelea kujifikiria. Sanamu yako ambayo umejiwekea ni gani ambayo inakufanya unatoka kwenye mkono wa Mungu? Ni watoto wako ndio sanamu unaabudu usiku na mchana? Kuna watu ambao tumeishi ndani. Wakati mmoja tulikuwa kwa kambi, watu walikuwa wanaficha watoto. Mtu anazaa mtoto, hakuna mtu atamuona. Anaficha mtoto, hata akitoka kwa maternity, hakuna mtu atamuona. Anamkaisha, mtoto anamaliza mwaka, hakuna mtu atamuona. Yaani anaabudu ule mtoto. Lakini Mungu si mzalimu. Anapiga kabisa ule mtoto
napelekwa. Siku ya kilio ndo tunaitwa mtoto. Asante, vijana hao watatu walibaki imara. Hawakuanguka juu ya sanamu. Eske hawa watu hawakuwa na mwili? Hawakuwa na mwili? Hawa watu hawakuwa nasikia uzuni kwamba watatupa kwa moto. Imagine tanuru ya moto. Biblia inasema mfalme alirekomande waende waishofe mara 7. Aseme mpaka wenye walichukua, wakati vijana walikataa wakawatupa kwa moto, aseme wenye waliwapeleka. Mimi nilijiuliza miracle gani iliendelea hapa? Imagine moto wameshofe mara 7 pastor. Kisha tumefungwa, wanatumema, wewe mwenyewe unanipeleka, unakufa na moto, na mimi mwenyewe ninapelekwa, sijakufa na moto. Biblia inasema wenyewe waliwapeleka walikufa. Waliungua na moto ikawalunguza, na wenyewe walikuwa wanapelekwa kwa moto hawakulungula. Bado hawajaingia kwa moto, lakini ile tension kukaribia tu moto, ile moto ikaua wale watu walikuwa na wale vijana watatu wakabakia bado mpaka ikafika kwa moto. Makuu ya Mungu. Usikubali kusujudia sanamu yoyote katika maisha yako, kwa sababu kuna yule ambaye atakuponyesha, atakupeleka mbali na ile sanamu. Amen. Kuna Mungu ambaye yuko hai, haijalishi situation uko ndani, yule Mungu atakushindia katika ile hali uko ndani. Ndio sababu vijana walipokataa, habari ikamfikia mfalme Nebukadneza, akaamua kuwachukua na kuambia wakuu wapeleke kwenye moto. Wakati waliingia kwenye moto, Biblia inasema waliingia kwenye moto, walikuwa wanatembea kwenye moto. Walipoingizwa kwenye moto, wakitarajia kesho asubuhi watakuta ni majivu. Lakini wakati walirudia, mfalme alienda akaangalia, mfalme, wale watu wako hai na hawako hata watatu tu, kuna mwingine aliongezeka. Katika hitaji zako utaombea vitu viwili, kiasi kitaongezeka kwa sababu umebaki mwaminifu. Haleluya. Utakuwa ukiombea gari, lakini Mungu atakuletea nyumba na gari. Inamaanisha uaminifu wako kwa Mungu utakumitilia, utakupatia baraka nyingi. Amen. Hawa vijana walikataa kuabudu sanamu. Sasa wewe unakuwa mtu wa kuabudu, kwenye unaenda unaabudu. Kijana akikuja na kupeleka kwa wasichana, unaabudu. Mama akipata kazi mahali juu alimwambia atapata kazi, anaabudu. Baba kwa sababu walimwambia iko pesa fulani hapa, anaabudu. Lakini anasahau loyalty ya Mungu. Anasahau kama kuna Mungu ambaye anaweza kumupa zaidi ya yale ule mwanadamu anaweza kumpatia. Amen. Vijana hawa walikuwa watatu peke yake kwa moto na hawakuamini. Biblia inasema hawakumuka hata moshi. Hata unaona watu tunapoana watu tunasimama. Biblia inasema hakakudungula hata harufu ya moto haikuwafikia. Angalia protection ya Mungu. Kwa nini unakubali kuabudia sanamu? Kwa nini unakubali kuanguka juu ya mambo fulani? Na Mungu yuko pale ambaye anaweza kukupatia vingi zaidi. Hawa vijana walifikiria tunaisha. Wakati walijua wakasema sasa tunaisha hapa. Maybe kungekuwa wamoja wetu kama sisi kwa dunia ya leo, ninajua wengine wangefika tu wasema hii moto inaanza. Turantre twende tuabudu. Turantre twende tuabudu. Hakuna haja ya kwenda kukula bure. Ni uongo. Ni uongo. Wangapi ambao wameanguka kwa shida zenye walijionea? Mtu anaona ni shida hii na anaienda ndani na this is the pit. Na anaenda na dumbukia. Iko na jaribu sasa ndaweza kujaribu kuruka, daruka. Na alishaona nishimo hawezi ruka, lakini anasema acha tu nijaribu. Akijaribu anaanguka ndani. Kwa nini uingie kwenye shida na unaiona? Nataka nikwambie hivi. Hawa vijana walipitia mambo makubwa.
Biblia inawaita sema nyuso zao zilikuwa zinang'aa. Unafikiria ni ile chakula ya mfalme walikuwa wanakula ndio iliwafanya uso wang'aa? Walikataa kwanza chakula. Hawakukula chakula ya mfalme. Lakini wakasema tutakula, tupatie vile vingine. Kwa nini ukipata changamoto kama maisha, kwa nini usikatae? Akijaribu kukukoroga, si ukatae, mwambie no, I don't care. No, I don't care. That one will not help me. Wait for my time. Hallelujah. Amen. Wait for my time. Time itakuja ambapo utapata vitu vizuri na utasikia kwamba una amani, umekipata na amani. Tusiharakishe maisha. Vijana hawa wangesema, tuko tayari Canada. English lazima tutajifunza. Halloween lazima tutacelebrate. Sijui kwenda mizimu tutaenda. Sijui tutavala vile tunapenda. Tutavala tule tumangoto hivi tunatembea barabara sasa tuko Canada. Vijana waliangalia kwa kutuingiza hapa kuna sababu fulani. Yes. Kuna sababu fulani inatuma wanataka kutufundisha lugha. Kuna sababu fulani wanataka tujifunze jinsi wanaabudu, kwa sababu wanataka kututoa kwa Mungu wetu. Sijui wewe kwa kuja kwako hapo Canada. Najua watoto wengi wako wamesha integrate. Pako nakuta mtu kwa barabara hataki tena kuongea Kiswahili. Hataki tena kuonesha kama alitoka Afrika. Hataki hata kujua kama alitoka Kiliba. Hataki tena hata kuonesha kama ni Mufulero. Hataki hata kuonesha kama ni Mushi. Anataka kuonesha kama ni kutoka Jamaica, na Jamaica naye anasikia raha aonekane ni kutoka Afrika. Sasa tunachanganyikiwa. Kwa nini kupoteza identity yako? Ndio sababu nakuta tunakuwa na changamoto za kuabudu Mungu katika ulimwengu. Katika Canada watu wengi wanakuambia, kwa nini niende niabudu kwa Kiswahili na Kiingereza iko? Kwanza wazungu wanaabudu ile vita peke yake wanajiendea kwa nyumba. Kwa nini nikae tuwaze na kuambia uko natoka kwenye msingi? Hakuna siku tuliweza kumwabudu Mungu lisali moja Afrika. Kuna ni si rahisi ufanye vitu vyote mlisali moja na ukuwe umebarikiwa na ukuwe umeenda. Uongo. Watu wengi wamechukua kama system. Na hii system ndio imetutoa kwenye msingi wa imani. Hallelujah. Amen. System imetutoa kwa msingi wa imani. Ninaenda kanisani saa moja, saa mbili nishakuwa kunyumba. Nilishatoa sadaka, nilishaabudu, nilishasifu, nilishashukuru, nilishafanya kila kitu in 1 hour. System. Hawa majamaa hawakupenda hii system, walijua system na watoa. Nikikaa mwaminifu, nikijaribu tu kuangalia hapa, nitatoka kwa upendo wa Mungu. Haleluya. Nataka nikumalizie nikwambie hivi. Dada yangu, kaka yangu, baba yangu, mama yangu, mtoto wangu na wengine, usitoke ku system. Bakia ku system yako. Jifunze kile ambacho unakishikilia. Kile ambacho unakishikilia, bakia ku system. Haleluya. Bakia ku system. Kolai first. Kolai. Ndio, shaka. Okay, asante. Bakia ku system. Watu wengi wametoka kwa system juu ya vitu vya dunia. Haleluya. Amen. Watu wengi wametoka kwa system juu ya vitu vya dunia. Lakini nataka nikwambie hivi, usitoke kwa system juu ya vitu vya dunia. Hawa vijana watatu hawakutoka kwa system. Haleluya. Hawakutoka kwa system. Walibakia kwa system yao ambao walijua Israeli walikuwa wanaabudu Mungu. Na wakaenda Babiloni wakajua yule Mungu ambaye tulikuwa tunamwabudu kule ndio huyo Mungu ambaye tunaendelea kumwabudu hapa. Sio kwa sababu tumefika leo Canada
ndio tunataka kuanza kuabudu Mungu tofauti. Mkristo mzima unaanza kukaa mahali unajaza nyumba yako yote mahali. Ulishapamba nyumba yote ni shetani. Ulishapamba nyumba yote sijui ni mapicha ya nini. Mkristo mzima ambaye unaamini Yesu Kristo, Halloween anakusaidia nini? Halloween anakuzuia nini katika maisha ya mwanadamu? Nataka kumaliza nikisema hivi, tusitoke kwa system ambayo tumejifunza kutoka kwetu. Hawa vijana hawakubali kuabudu sanamu kwa sababu walijua nikiabudu sanamu ninamkosea Mungu wangu aliye hai. Aseme wale ambao wanakuwa loyal kwa Mungu na wanakuwa na imani kwa Mungu wanabakiaga consistent. Consistency is what? Kikamilifu ama to be consistent. Yaani wanabakia kamilifu katika kazi za Mungu. Haleluya. Amen. Ukiona mtu anatapatapa katika kazi za Mungu, hayuko consistent, that means hajui wapi kwenye yuko. Lakini wale ambao wanaelewa kazi ya Mungu, wale ambao wanaelewa Mungu gani wanamtumikia, wanabaki consistent. Hawatoki wala hawatingiziki. Ndio sababu Biblia ikasema, aseme vijana hao wakasimama imara. Kusimama imara. Wakasimama imara, yani hawakutingiswa, walisimama imara. Kuma elfu ya watu, wao watatu peke yake wakabakia wakasimama kwa sababu hawakutaka kumwabudu yule sanamu. Wakati uko katika kazi ya Mungu, inabidi ubaki consistent. Inabaki usimame imara katika kazi ya Mungu. Sio kanisa likija unaabudu, sijui hapa kukija unaabudu, sijui hawa wakija unaabudu, sijui Baleke anafungua kanisa unaabudu, sijui mzimu fulani umekuja kafungua kanisa unaabudu. Unapaswa kuwa consistent. Baki mahali ambapo Mungu alikuweka. Kijana Meshaki, Shadraka na Abednego walibaki wakasimama imara kwa sababu hawakutaka kutraile Mungu wao. Haleluya. Amen. Mimi sijui wapi kwenye uligusha traile Mungu wao. Mimi sijui. Lakini nataka usimame kwa miguu yako. Nikimalizia, nataka usimame kwa miguu yako. Angalia, fanya introspection, something like that. Yeah. Uangalie wapi kwenye ulishaenda kando, kwenye wewe ulishakosa ukakwepa, ikakufanya haukusimama imara jinsi ungesimama imara. Ambia Mungu, eske ni gani nasimama ama tu niko pale kama mfano? Vitu gani ambavyo umeangukia tayari? Vitu gani ambavyo vilishakufanya ukajipata uko na abudu na haukuelewa? Ama mimi nadanganya? Nani mwenye hajaabudu hapa? Kuna mtu mwenye hajawahi kuabudu kwa kitu hapa? Kuna mtu hajawahi kuabudu kwa kitu hapa? Hakuna mtu amewahi kuabudu kama kagari kangu tu. Peke yake kagari kangu, kama sina kagari. Mtu anakuambia sema, huyu mtoto wangu haingekuwa mtoto wangu, Mungu wangu singeishi. Mungu wangu mtoto wangu haingekuwa mtoto wangu singeishi. Uko na abudu. Ase singeona hata kazi kangu kama siishi. Uko na abudu. Aseme aka kazi kangu na kakipotea inaisha. Nani alikuambia unaisha? Mungu yupo ambaye anakushughulikia kila mara. Kwa nini unaona unaisha? Chuka kazi kanaisha. Ndio sababu najipata wakikutingiza wanakuambia mama, papa, your job is going to be terminated very soon. Ya Mungu ndaishi aje Mungu wewe? Ndaishi aje? Mkubwa anapokuona unatetemeka anajua huyu mama sasa ninampata. Namwambia mama,
lakini unaweza kusaidiwa kazi yako ikiwa utakubali kuabudu sanamu. Mama akiona vile kuabudu tu, hii dakika mbili na napeleka kazi yangu, anakubali kuabudu kusudi abakiane kazi yake. Lakini kumbuka, katika kuabudu kuna madhara. Haleluya! Katika kuabudu kuna madhara. Ukiabudu utaabudu kisichoabudiwa, na Mungu atakupiga malipizi ya ajabu. Basi tuendelee kufikiria mchungaji, na kualika ukuje hapa mbele ili uweze kutuongoza katika dakika 2-3 ya maombi, kwa sababu ninajua wote tunakuwa na vitu ambavyo viwekelea katika maisha, tunavichukulia kama vitu vya maana katika maisha, si ndio? Mimi siwezi sema kama niko perfect, na mimi nina kile ambacho nikiona kinitoka najua nakufa sasa. Na mimi kuna kitu fulani ninaabudu, lakini ninataka kurudisha kwa nafasi ya kwamba kuna yule mmoja peke yake anaweza kuabudiwa, ambaye ni Yesu na Mungu aliye hai. Haleluya! Karibu pastor, ili uweze